Huyu mshikaji utakuwa unamfahamu, anaitwa Val Kilmer. Huyu ni mwigizaji aliyewahi kuvaa vazi la Batman katika filamu ya Batman Forever iliyotoka mwaka 1995. Sasa mshikaji huyu Val Kilmer amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 65 kutokana na pneumonia. Moja ya taarifa mbaya sana katika industry ya uigizaji duniani, kwa sababu ni mshikaji ambaye aliwashika watu wengi, lakini pia ni mmoja wa watu ambao walikuwa ni watu pendwa. Hata mtaani huko kuna vijana wengi ambao walikuwa wanajaribu kuiga namna gani ambavyo mshikaji alikuwa anaapia. Sasa Kilmer ambaye pia alijulikana katika filamu zake tofauti kama Top Gun na The Doors, aligunduliwa kuwa na saratani ya koo mwaka 2014, hali iliyomsababishia kupoteza uwezo wake wa kuzungumza kikamilifu. Sasa Kilmer alizaliwa Disemba 31, 1959 katika mji wa Los Angeles, wengine wanaita LAX, na alikuwa mmoja wa wanafunzi wachanga zaidi kupokelewa katika programu ya uigizaji ya Juilliard akiwa na umri wa miaka 17. Sasa katika umri huo ndipo alipoanza kupata umaarufu kupitia filamu ya Top Secret ambayo iliruka mwaka 1984 kabla ya kuigiza kama Iceman katika Top Gun mwaka 1986, kisha kuchukua nafasi ya Jimmy Morrison katika The Doors mwaka 1991. Sasa ingawa alihusika katika filamu kubwa kama Batman Forever, Kilmer alikumbwa na changamoto za kiafya katika miaka yake ya mwisho, na saratani ya koo aliyopata ilisababisha apitie matibabu makali yakiwemo upasuaji wa sehemu ya koo lake ambao uliathiri sauti yake. Unaweza ukawa unakumbuka katika filamu ya Ong Bak ambayo imekuwa na umaarufu mkubwa, na moja ya star wake alikuwa ni Ton Jia, I think. Sasa kwenye filamu hiyo utakumbuka kuna mzee mmoja hivi alikuwa ni jambazi, wakati Ton Jia anapigana katika ulingo, kuna yule mzee alikuwa amekaa juu, alikuwa anaongea kupitia I think kuna kama chombo hivi ambacho kilikuwa kimeingizwa kwenye koo lake, alikuwa hawezi kutoa sauti. Hiki ndicho ambacho kimetokea kwa mshikaji huyu ambaye alifanyia operation kwenye koo lake, upasuaji wa koo, moja ya changamoto kubwa sana. Sasa unaambiwa katika miaka ya baadaye, baada ya tatizo hilo, Kilmer aliendelea kushiriki katika miradi midogo ya uigizaji katika zile filamu ndogo zile ambazo zilikuwa sio kubwa ama zina ule uzito kama ambavyo alikuwa akifanya mwanzo. Sasa unaweza ukawa unajiuliza pengine na familia, aliacha wake wangapi, aliacha watoto wangapi? Kilmer ameacha watoto wawili ambao mmoja anaitwa Mercedes na mwingine anaitwa Jack, ambao alizaa na mke wake wa zamani na mwigizaji anaitwa Johnny Walle. Sasa ni moja ya taarifa mbaya, lakini pia taarifa nzito sana kwa wale wapenzi wa filamu, lakini pia katika kiwanda kizima cha filamu duniani kote. VOS, Voice of Siraji, sauti ambayo inasikika kwenye device yako, na hapa ni Afya Radio.